Dr. Saif Abdalla Shekilagi, Katibu Mkuu Wizara ya Afya, ndugu Ismail Romatila, Naibu Katibu Mkuu wa wizara hii muhimu ya afya, Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini Hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa, Dr. Profesa Abel Makubi, Mkurugenzi wa hospitali hii ya Kanda ya Benjamin Mkapa. Ninatambua uwepo wa waganga wakuu wa mikoa kote nchini walioshiriki nasi hapa siku ya leo, wakiongozwa na Dr. Thomas Utachunzibwa, mganga mkuu wa Dodoma. Yuko wapi? Simama. Aha, nashukuru. Lakini nitambue viongozi wote wa taasisi, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali chini ya wizara. Ninatambua uwepo wenu na mchango wenu mkubwa kwa taifa hili. Wageni waalikwa, watumishi wote mlioshiriki, wanahabari, mabibi na mabwana. Ndugu mwenyekiti wa bodi hii ya wadhamini hospitali yetu hii ya Kanda, nichukue fursa hii kukushukuru sana. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa siku ya leo tukiwa na afya njema katika hospitali yetu hii muhimu ya Kanda ya Benjamin Mkapa. Hospitali hii ni hospitali ya mfano na alama ya dhamira ya serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha huduma za afya kwa Watanzania. Nawashukuru pia kwa mapokezi makubwa, lakini nimepata fursa ya kuzunguka. Nikiri hii ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Nimepata fursa ya kuzunguka na nimejionea maajabu makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 na serikali zilizopita katika kulinda afya za Watanzania. Tupige makofi mengi kwa viongozi wetu wazalendo kwa taifa hili. Kwa hiyo niwashukuru. Pita zangu na mahojiano yangu na wagonjwa, ndugu mwenyekiti, nimeridhika na utendaji mzuri wa hospitali hii ya Kanda Benjamin Mkapa. Tuwapigie makofi mengi sana. Na nikuelekeze Katibu Mkuu, maazimio yaliyotolewa na mganga mkuu mkurugenzi wa hospitali hii ya Benjamin Mkapa inaelekeza tu ya adapt, na yatakuwa ni sehemu ya doctrine ya maelekezo nitakayotoa ya ziada, pamoja na yale hasa kwenye utolewaji wa huduma. Nimeridhika pamoja na maeneo mengine nilikupita, lakini nimeridhika pia hapa kwamba Benjamin Mkapa mmepiga hatua sana kwenye eneo la utolewaji wa huduma. Nawapongeza sana. Makofi hayatoshi. Hebu jiongezeni makofi. Nadhani kwa mara ya kwanza kila ninakopita sisikii harufu ya dawa. Sasa sijui ni leo tu kwa sababu ninakuja au ni kila siku. Nitatuma watu wangu kwa utaratibu ule ule kimya kimya watapita ili tujiridhishe kama hizi harufu za dawa ambazo tumezisikia maeneo mengine hapa Benjamin Mkapa sijasikia, ni kila siku au ni kwa sababu waziri kapita? Haya, hili tutajiridhisha. Nitawaletea wageni siku mbili hizi, nitawaletea wageni kwa utaratibu wangu ule ule. Ndugu mwenyekiti, ninakiri kwamba ziara hii ilichelewa kuanza. Ilipaswa ianze mapema kidogo, lakini lazima tutambue kwamba tuna kamati za bunge ambazo zinaendelea na vikao. Lakini jana nilitoka pale ofisini NHIF saa 6:30 usiku nikiandika hotuba yangu. Nilipofika nyumbani nikaendelea kuiandika mpaka saa 9:30 alfajiri. Mimi huwa napenda kuandika mwenyewe, na utaratibu wangu kulala saa 9, saa 10 kila siku.
Sasa nilipomaliza kuandika, wakati najaribu kusave ile hotuba nikasema huyu msukuma wa Benjamin Mkapa ameweka kitu gani? Maanake hotuba sioni. Asubuhi nikamchukua mtaalamu wa wizara wa IT, hebu twende nyumbani, kwa sababu nilichapa kwenye laptop nikahamishia kwenye ile Macintosh ile ya system ya mezani. Kajaribu kupekua yule mkurugenzi wa IT, naye kaikosa. Nikalazimika sasa kupekua na kutengeneza. Kwa hiyo nimeipata hotuba nyingine inayofanana na ile, ina kurasa si nyingi sana, kama 40. Kwa hiyo ziara hii ni ziara ya kimkakati, ni ziara ya mkakati wa wizara yetu ya afya ya kujionea kwa vitendo utoaji wa huduma, usikilizaji wa wagonjwa na watumishi, na kuhakikisha kuwa maelekezo na ahadi za rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinatekelezwa kikamilifu kwa wakati na kwa viwango vinavyolingana na matarajio ya Watanzania. Nimejionea leo kazi nzuri kama ambavyo nimetangulia kusema. Nimejionea mazingira bora ya huduma, nimejionea nidhamu ya kazi, lakini nimejionea ubunifu wa hali ya juu na moyo wa kujali wagonjwa, ambayo inapaswa kuwa ni rejea kwa hospitali nyingi nchini. Tuwapigie makofi kwa mara nyingine. Serikali imeendelea kuwekeza kwa viwango. Serikali imeendelea kutoa fedha na kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika huduma za ubingwa na ubobezi, ikiwemo saratani, upandikizaji wa figo, moyo na huduma nyingine za kibobezi, sambamba na kuhakikisha kuwa wagonjwa wasio na uwezo hawanyimwi huduma kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Sambamba na hilo, maandalizi ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote yako katika hatua za mwisho, ikiwa ni suluhisho la kudumu la changamoto za upatikanaji wa huduma za afya kwa haki, upatikanaji wa huduma za afya kwa usawa na uendelevu. Kwa kikao cha leo, matarajio yangu ni kujadiliana kwa uwazi, kwa kina, kuhusu uimarishaji wa huduma, uwajibikaji kiutendaji, maandalizi ya bajeti na mipango ya baadaye ya kupanua huduma za kibobezi. Lengo ni moja: kuhakikisha kila Mtanzania bila ubaguzi anapata huduma bora za afya kwa wakati na kwa heshima inayostahili. Kabla sijajikita kwenye jambo letu la leo, ninaendeleza pongezi zangu kwa Profesa Abel Makubi, mtendaji mkuu, mkurugenzi wa hospitali hii ya Benjamin Mkapa, kwa uongozi thabiti, maono ya kimkakati na usimamizi makini ulioifanya hospitali hii kuwa kielelezo cha ubora wa huduma za afya. Wizara ya Afya inaendelea kutambua na kuthamini mchango wako pamoja na management nzima kwa kujenga hospitali yenye viwango vya kimataifa, kitaifa na kimataifa, inayotoa huduma kwa weledi, utu na uwajibikaji. Hongereni management, simameni wawaone. Hongereni sana kwa kazi nzuri hii. Asanteni kwa kuitikia wito huu muhimu. Najua ratiba zenu kila mmoja wetu hapa ni nzito. Wengine mmetoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine, wengine mmeacha vikao vingine, na pengine wengine mmeahirisha safari zenu za nje ya nchi. Hilo pekee
inaonyesha jambo moja: sekta ya afya ina viongozi wanaojali. Ninawapongeza kila mmoja wenu, jipigie makofi mengi sana kila mmoja katika kikao hiki. Niseme mapema kabisa, leo si kikao cha kawaida, si kikao cha kusikiliza hotuba nzuri alafu kila mtu arudi kwenye kawaida yake. Leo ni siku ya kuweka mwelekeo mpya. Leo ni siku ya kujenga sauti mpya ya uongozi na kuweka matarajio mapya ya namna sekta ya afya inavyoongozwa na kutumika. Nianze kwa kusema jambo moja ambalo kila mmoja wenu analifahamu sana, lakini si mbaya kukumbushana, na hili nalirudia kwa makusudi. Afya si gharama. Afya ni uwekezaji wa kimkakati katika utu wa Mtanzania, uzalishaji wa uchumi, usalama wa taifa na heshima ya nchi yetu. Nchi inaweza kuwa na barabara nzuri, nchi inaweza kuwa na bandari kubwa na majengo marefu, lakini kama wananchi wake ni wagonjwa, basi maendeleo yote yanakuwa ni mapambo tu. Kwa lugha nyepesi, hakuna taifa imara juu ya watu dhaifu kiafya. Leo ninazungumza nanyi si kama msimamizi wa mifumo iliyopo, bali kama kiongozi aliyekabidhiwa dhamana ya kuongoza mabadiliko makubwa ya kihistoria katika sekta ya afya ya Watanzania. Na mabadiliko haya hayatatokea kwa barua nyingi za kuandikiana. Mabadiliko haya